Siku ya kitaifa ya manusura wa saratani iliadhimishwa leo kukiwa na mwito wa uchunguzi wa mapema, kupunguzwa kwa gharama ya matibabu na kuwekwa kwa mifumo thabiti ya kuwasaidia wagonjwa wa saratani. Hali kadhalika, wadau walihimiza uwekezaji zaidi katika juhudi za kuzuia saratani. Wanaougua saratani hukumbana na changamoto si haba. Wataalamu wa afya wanasema visa vingi vya ugonjwa wa saratani nchini Kenya bado vinagunduliwa kwa kuchelewa, na hivyo kupunguza uwezekano wa wagonjwa kupata nafuu, mbali na kuongeza gharama ya matibabu. When cancer is detected early, it is easier to treat, it is even cheaper to treat. The cure rate is higher. Kwa Derek Omondi aliyepatikana na saratani ya ngozi mwaka 2022, matibabu yake yalitegemea pakubwa wahisani. Omondi anasema matibabu ya mara kwa mara na kurejea kwa ugonjwa huo baada ya kupona kulimrundikia mzigo mkubwa wa kifedha yeye na familia yake. Apart from the financial burden is the side effects. You know, chemotherapy is a grenade. When it gets to your body, it affects everything. That's why your hair runs away. So it affects you emotionally, it affects you. You get into a very bad shape. At times you even don't want people to see you. But since you are fundraising and you literally begging people to give you money, you just have to avail yourself. So it was a very tough period. Margaret Wanjiru Makeme aliyepona saratani ya matiti pia anaelezea athari za ugonjwa huo kwa familia yake. Baada ya kugunduliwa kuugua, Makeme alikumbana na gharama ya matibabu na mahangaiko ambayo baadaye yalisababisha kuvunjika kwa ndoa yake. Mzee wangu naye pia hakuwa anaelewa hii ni nini. So aliona tu tukilipa NHIF, hiyo wakati tulikuwa tunalipa NHIF, alilipa tu NHIF for 1 year. So ni hata nikienda pale kwake nikimuitisha pesa alikuwa anauliza, si nimelipa NHIF, pesa nyingine ni ya nini? Na hiyo ilifanya hata tuseparate na yeye. Ni simulizi zinazoashiria changamoto zinazowakabili wagonjwa wa saratani kote nchini. Wakizungumza wakati wa siku ya kitaifa ya manusura wa saratani, wataalamu wa afya walisisitiza haja ya kuimarisha uhamasisho kwa umma na kuongeza uchunguzi wa mara kwa mara ili kufanikisha matibabu ya magonjwa hayo. We creating a lot of awareness and we are happy the media is doing a very good job. The uptake is still not where we want to do, but everything is step by step and we are hoping many more people will come up. Nailongeso, Darubini Wikendi.